Mtazamaji wa TNTV, siku chache zilizopita tulikutanisha na binti mdogo mwenye umri wa miaka 10 aliyezaliwa na jinsia mbili, lakini baadaye alifanyiwa upasuaji na kusalia na jinsia ya kike. Katika hali si ya kawaida, jinsia hiyo ilijifunga kwa maana ya kuziba, na ndipo nikakutanisha na mama mlezi wa mtoto huyo pamoja na binti huyo, tukikuomba umsaidie ili aweze kufikia matibabu, ambapo alielekezwa kwenda Bugando ili kuweza kupata matibabu zaidi ya upasuaji. Habari njema ni kuwa binti huyo kwa sasa amefanyiwa upasuaji katika hospitali ya kanda ya Bugando na anaendelea vizuri na matibabu, ambapo ameruhusiwa na kurejea manispaa ya Bukoba. Baada ya kipindi cha siku 6 tangu kufanyiwa upasuaji, basi atakwenda hospitali kwa ajili ya kuondolewa mpira ambao anautumia kwa sasa kwa ajili ya haja ndogo. Hali hiyo imemlazimu mama mlezi pamoja na mtoto huyo kuendelea kusalia manispaa ya Bukoba ili kungojea siku hizo 6 kutokana na gharama za kurudi kijijini kuwa kubwa. Kwa hapa mjini anaishi kwenye nyumba ya wageni, anahitaji msaada wako kumwezesha kuendelea kuishi katika nyumba hiyo, lakini pia kupata mahitaji mengine ya msingi ikiwemo chakula, pamoja na kutekeleza maelekezo ya wataalamu wa afya waliomwelekeza juu ya mtoto huyo kuendelea kuishi vizuri pasipo kusumbuliwa na tatizo ambalo limempata. Kufahamu mengi kuhusiana na maisha ya mtoto huyu baada ya upasuaji pamoja na mama mlezi, ambatana nami. Jina langu ni Arnold Kilembo. Usahau kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment. Mama, habari za siku? Salamu. Unaendeleaje na mwanao? Tunaendelea vizuri, namshukuru Mungu. Ndio. Safari yako ilikuwa kwaje ya kwenda Bugando? Safari yangu ilivyokuwa, nilikuwa mimi nazunguka nikiwa na barua ya kuombea msaada ambayo nilipewa na mkuu wa wilaya. Ndio nikawa nimefika hapo karibia na polisi, waandishi wa habari nikakutana nao, nikawa nimewaeleza, wakawa wamenisaidia kupiga kwenye ustawi wa jamii ambayo ipo humo government. Kaka akawa amenidirect mpaka moja kwa moja mle kule, ndo wakawa wameniandikia barua, ndo nikawa nimetoka nikaanza kuzunguka hapo nikiwa na hiyo barua, ndo nikapewa nauli ya kunipeleka Bugando. Mimi walinipa ya kwangu mimi mwenyewe walinipa shilingi 38,000, alafu ya mtoto ni shilingi 25,000. Nikapanda gari nikawa nimeenda Bugando. Nilipofika stendi nikawa nimeonyesha vielelezo vyangu. Kuna mbaba mmoja namshukuru sana, naye Bwana ambariki, simjui, nilimkuta hapo Bugando na ni hapo stendi Nyegeza, akaniweka kwenye gari moja kwa moja mpaka Bugando. Nilivyoenda pale nikawa nimewaonyesha ile barua ambayo nilitoa huku ustawi wa jamii, wakawa wamesema kwamba kapo. Baadaye ndo wakawa wamenipeleka kule, wakamfanyia operation mtoto, wakamwekea mpira wa kukojolea. Kesho yake ndo wakasema nenda, baada ya siku 6 mtoto mpeleke government wamtolee mpira. Wakawa wameniambia lakini mtoto anahitaji akae sehemu salama na siwa analala sehemu ambayo ni ngumu. Kwa hiyo kabla hatujafikia huko, hospitali ya rufaa ya Bukoba walikupatia kibali, walikupa barua ya kukutambulisha kule. Kwa ulivyoenda kule wakakupokea vizuri? Ndio, kwa kweli walinipokea vizuri, nashukuru sana. Na siku hiyo ndio ilikuwa siku ya upasuaji au? Kesho yake asubuhi ilikuwa ni saa 11. Ndio. Madaktari walikwambia shida ni nini hasa iliyopelekea kurudi kwenye kuziba kwenye? Waliniambia kwamba huyu mtoto ninapomuweka sio sehemu salama, maana analala sehemu ni ngumu. Waliniambia asifanye kazi za nguvu, maana yake zile mishipa kwa ndani zinakuwa zinaziba. Ndivyo walivyoniambia. Lakini walisema baada ya miezi 6 nimrudishe kule kliniki, kule hospitalini Bugando ili wakamwangalie tena. Tunaona mtoto huyu amerejea, lakini amerejea bado kama hajaimarika na mpira. Kwa nini amerejea mapema hivi? Wameniambia kwamba niende, huu mpira watanitolea hapo government siku 6 zikitimia. Maana mimi niliona labda kule kuna watu ni wengi kwa kweli. Watu ni wengi, ni wagonjwa ni wengi mno. Kwa hiyo sasa unaishishije akiwa baada hajapona? Wamekwambia vitu gani uvizingatie kipindi hiki ambacho baada anaendelea? Wameniambia nimpe maji mengi pia na chakula. Alafu wameniambia nimweke sehemu ambayo ni salama, pasiwe pagumu. Maana mtoto akikaa anaumia, mpira unamvuta na ule mshono. Kwa hiyo anakaa amelala. Kwa sasa umerejea Bukoba, sio? Na unaenda Izimbia au unaendelea kukaa mjini hapa? Ninaendelea kukaa mjini ili hizi siku 6 mtoto nione kama watamtolea, maana yake kule Izimbia kwa kweli hospitali zetu sawa ndio huduma wanatoa, lakini naweza nikaenda pale wakaniambia kwa nini ukukaa kule wakamtolea.
Na unaishije? Unaishi wapi? Umerejea kuishi? Nipo guesti, nipo kwenye guesti. Nimemkuta mbaba nikamuelezea shida zangu. Huyo mwenye guesti anatoza shilingi 5,000 lakini ameniambia wewe utakwenda kufanyia 4,000. Kule ulikokuwa naishi kipindi kile sio? Mwanzo nilipokuwa naishi. Na kwa sasa nadaiwa, lakini nadaiwa ya jana na ya leo. Basi na chakula mimi toka jana sijara. Hapa kuna dada mmoja hapa na yeye anaishi huko anapanga, ndo alininunulia mtoto wake chakula, akawa amenisaidia akampapo na huyu mgonjwa. Akawa amekurapo. Basi kwa hiyo hapo toka hata jana. Okay, umeambiwa ni vitu gani unatakiwa uvizingatie ili mtoto wako asiweze kurejea kwenye hali hii aliyokuwa nayo? Wameniambia nimweke sehemu ambayo sio ngumu. Maana mimi kwetu vya kijijini. Mimi kijijini niliwatengenezea, nitafuta makavero, nakata majani na wawekea wanalala. Maana mimi sina uwezo wa kununua godoro. Yeye sana mkubwa wake. Kwa hiyo wanalala kwenye godoro la majani. Sasa wameniambia hilo ni ngumu, yani linasababisha ili nyonga zake tena zibane. Naona. Sasa hapa jamani, kwa naomba ndugu zangu, wapendwa, wazazi wenzangu, kwa naomba hata mtu ambaye anakaa godoro kwake, kwa naomba mnisaidie ili aweze kupata sehemu ya kuwa analala, asirudie kwenye hiyo hali. Mimi sina uwezo wa kununua godoro. Maisha yangu ni duni, na huyu ni mtoto wa shemeji yangu, ashakuwa marehemu pamoja na mamaka alimtelekeza. Jamani, kwa naomba mnisaidie ndugu zangu, wazazi, wakina baba, wakina dada, kaka. Kwa naombeni msaada wenu. Kwanza ninamshukuru na huyu kaka mwandishi wa habari. Maka asingenisaidia, mimi nisingeweza kufanya hizo na taratibu zote. Maka sina ninapopajua. Niko Bugando, madokita waliniuliza kwamba kwa nini wewe huna bima? Maana nikiwa na bima kwa huyu mtoto inakuwa ni rahisi kupata tiba. Nikawaambia mimi hiyo bima sina uwezo wa kufanyaje, wa kuikata. Sasa ndugu zangu, nilikuwa naombeni mnisaidie ili nione kama mtoto atapatiwa bima. Maana yake ili tatizo, ila namuomba Mungu lisijirudie. Siwezi kujua ya kesho na kesho kutwa. Nilikuwa naomba mnisaidie ndugu zangu. Nishabaka ziro munsaidie na nikiswahili sana nikigamba chokali omba libi kundema. Kwa hiyo kwa sasa kinachohitajika kwako ni nini? Hapa kinachohitajika kwa sasa ni hela ya chumba nilipo nadaiwa kwa siku 6 sio? Kwa siku 6. Alafu na chakula. Manake mtoto anahitaji kula na kunywa. Ule Bugando niliambiwa hao anakunywa maji mengi ili ule mkojo utoe uchafu, ili pasije kuziba kwa ndani. Mahitaji ya nyumbani, godoro, maana walisema alale sehemu ambayo ni safi, ambayo haina mkandamizo. Sasa mimi niliwatengenezea mavero, naweka majani, sina uwezo wa kununua godoro. Sawa mama, ni matumaini yetu watakusaidia wanaokutizama kwa sasa, na tutawekea namba yako, itakuwa ikipita chini. Mtazamaji, namba hiyo kama unavyoiona, lakini pia itakuwa ikipita chini kwenye maeneo mengine ili kuhakikisha sasa unaweza kuwa na urahisi wa kuweza kumpata huyu mama na kutafuta namna ya kumsaidia. Anahitaji mahitaji ya sasa ya haraka ambayo ni kodi ya nyumba kwa siku 6 ambazo atakuwa hapa, japo anadaiwa tangu juzi. Lakini pia anahitaji chakula, alivyokuambia kwamba hajara mpaka muda huu. Lakini pia baada anahitaji mambo mengine ya nyumbani, kama alivyoambiwa anatakiwa kuwa na godoro. Watoto wake wamekuwa harari kwenye godoro, na hapa aliko kama unavyoshuhudia amembeba mtoto mdogo. Kwa hiyo tunapozungumzia ishi ya kula, sio kula tu peke yake, ana watu 3 kwa ujumla. Lakini pia baada anahitaji mahitaji mengine. Hii ni TNTV, bila shaka utapata namna ya kuweza kumsaidia mama huyu.